Mashabiki zangu, na kitu kingine nataka niambie baadhi ya wanawake wa sasa hivi wa dalili za kiyama, baadhi yao. Kuna wanawake asili yao ni wamefanya baadhi ya wanaume wanakuwa wavivu wa kufanya kazi. Kuna baadhi ya wanawake kwa sasa ndio wanawaweka wanaume. Anamlisha, anamvisha, kila kitu ni yeye. Ndugu zangu, mnatuharibia watoto wa kiume. Mnaharibu jamii. Mwanamke sio kumhudumia mwanaume, ni mwanaume ahudumie mwanamke. Ndugu zangu, mnatuharibia vizazi vya new generation. Wanawake leo mnakuwa mnahonga wanaume. Mwanaume anakuomba airtime, mwanaume anakuomba hela ya vocha, mwanaume anakuomba nitumie kwa hela taxifier, nikija utanilipia wewe. Inahusu? Ndugu zangu, mnatuharibia watoto, mnatuharibia jamii. Acheni hizo tabia. Subiri utongozwe wewe, upewe wewe kama mwanamke. Mwanamke ni ua, ndugu zangu. Mwanamke ni ua, lazima limwagiwe maji na mwanaume. Kwa nini mnajishusha samani? Na ndiyo maana mnafanya baadhi ya wanaume wamekuwa wabahili, wengine wamekuwa wavivu wa kufanya kazi, wanategemea wanawake. Mnaharibu kizazi cha new generation. Mwanamke unaweza kumsaidia mwanaume kwa emergency. Mwanaume wako alikuwa mpambanaji, alafu kazi imestop, kuna matatizo kazini, unaweza kumsaidia sababu alikutwa anapambana, kumetokea matatizo kwenye maisha, part of life. Ila alikuwa ni kiongozi wa familia. Unaweza ukahudumia familia sababu mume wako amepata matatizo. Mume wako anaumwa, mume wako ana matatizo fulani, mume wako kazi imekwisha, ni lazima utafanya. Lakini sio wewe mweke mwanaume akae ndani, wewe ndio ukaipanda shuka. Ndugu zangu, mnakuja kutufanyia watoto wa viume wanakuwa lazy. Watoto wa kike. Usijiti tu mtoto wa 2000 mwenye hauna